Lakini sasa hapo tumeshafika, tumeshatengeneza mwili wangu umeshakuwa mkubwa. Nimefanya mazoezi profesa, yamenishinda. Nimefanya diet ni kazi, kubadilisha mlo kutoka kwenye kula ubwabwa wangu sahani kubwa na kula mboga za majani peke yake ni kazi. Sijasema kula mboga za majani peke yake. Yaani sasa si lazima nile portion ndogo ya wanga ili niwe mboga za majani nyingi. Mpaka nipunguze mwili imekuwa changamoto. Mna huduma ya kupunguza vitambi kwa kutumia puto. Ni inaweza ikawa njia sahihi pia? Kwanza naomba niliweke vizuri. Kwanza hamna kwamba mimi labda na miaka 70 leo na miaka 60 au na miaka 50 kwa hiyo it's too late, siwezi kufanya kitu. Hapana. Siku zote unaweza ukafanya kitu. Sasa niende specific kuhusu swali lako. Mimi ninaposikia kwamba nimeshindwa kwenye mazoezi, unasema hapa umeshindwa kwa sababu hutaki au nafanya sioni matokeo yani. Na uhakika dada Show, ukivichanganya hivi vyote nilivyovisema, chakula, mazoezi, kupumzika, kuangalia afya yako, kila kitu kinawezekana. Kwa sababu kama nikiamua kula kwa wastani na kufanya mazoezi, kwa sababu tatizo hatujiachii kuwa na njaa. Ukiwa na njaa na kama hukula, mwili lazima utafute wapi nitapata nguvu. Kwa hiyo utaenda kwenye akiba. Sasa utaenda kwenye kitambi, utaenda kwenye hipsi, utaenda kwenye kifua, popote bale kuchukua. Maana yake ni kwamba uzito utapungua. Lakini narudia tena kule ni kwamba ni addiction, haina tofauti na madawa ya kulevya. Ndio unarudi kule kwamba nimeshindwa, kwa nitaendelea na wanga wangu. Lakini yakishindikana yote hayo, mimi na huduma pale Mloganzila. Either uje tukuwekee puto la kupunguza kitambi. Sio kupunguza kitambi. Puto lile tukiliingiza kwenye tumbo litapunguza ukubwa wa tumbo. Ina maana ukila kidogo wewe utasikia umeshiba. Tunakuachia lile puto mwaka mzima, ukila kidogo ina maana uzito utaendelea kupungua, na inakufundisha discipline ya kula chakula kidogo. Kwa hiyo nataka kutambia Dr. Puto ni kwa wale ambao wameshindwa kukana. Ndio huko uliko nipeleka. Ndio huko uliko nani ambako huhitaji kufika huko. Kwa hilo grupu moja. Kuna grupu pale sisi tumepunguza tumbo, tumelikata kabisa. Yaani tumekata nusu ya tumbo, tunaita gastric sleeve, tumelibana tumbo limekuwa nusu, kwa hiyo ina maana ukila kidogo limeshajaa. Kuna watu ambao tumevuta mafuta, liposuction. Nakumbuka mgonjwa wetu wa mwisho yule ni karibu kilo 2 za mafuta tumetoa kwenye kitambi. Kwa hiyo tumevuta tumbo. Kuna wale ambao tunavuta ngozi nyuma. Lakini bado najiuliza, hivi vyote nilivyo kutajia ni gharama mamilioni, na tunafanya sana kukwambia ukweli. Sasa unaweza ukawa na takwimu yani ni zaidi ya sasa hizi tunaelekea kwenye 300 ambao wamekwisha kufanya kutoka mwaka jana. Na mara nyingi tunafanya weekends kwa sababu hao watu tunataka Jumatatu wawe kazini. Kwa hiyo anakuja Ijumaa tunamfanyia, Jumamosi tunamruhusu, Jumapili anakuja kanisani, Jumatatu anakuwa kazini. Tunafanya sana weekends, na idadi yetu kubwa pale karibu 95% ni kina mama. Tunawafanyia hiyo. Lakini tunarudi kule. Haya yote yakikushinda, ndio unakwenda kwenye hiyo option. Na mimi bado na imani kubwa. Wewe jaribisha kesho, na nitakupa kesho ukiamka. Jaribisha tu kwa mwezi mmoja. Ukiona halifanyi kazi, mimi naomba rudi kwenye maisha yako ya kawaida. Kesho ukiamka, asubuhi usinywe chai chochote. Unaweza kunywa kikombe cha chai au cha kahawa au maji bila sukari, lakini usile kitafunio chochote mpaka kwenye saa 6 hivi. Saa 6. Na kuahidi dada Show, hautakufa.
ukifika saa 6 fungua kinywa. Maana yake ni kwamba mchana siku hiyo hutakula, kwa sababu kile ndo kifungua kinywa sasa, na ndo cha saa 6. Baada ya kula pale, hapo katikati usile tena. Atakayepita na korosho mwambie asante, atakayepita na nani mwambie asante, mpaka saa 12. Saa 12 kula chakula chako cha jioni. Maana yake utakuwa umekula milo miwili. Chakula cha jioni ngoja taratibu kwanza. Kwa hiyo utakuwa umekula milo miwili. Unajua siku hiyo utakuwa umefunga masaa 18. Ndo hiyo ya kufunga sasa. Utakuwa umefunga masaa 18. Kwa hiyo jaribishe siku 2-3. Baada ya wiki kile kifungua kinywa kipeleke mpaka saa 8. Yaani usile kitu mpaka saa 8. Alafu kuja kula chakula chako cha jioni saa 12. Unajua utakuwa umefunga masaa 20. Masaa 20 bila kula. Na hamna kitachotokea. Baada ya hapo, wiki inayofuatia sema leo mimi nitakula mlo mmoja tu. Wewe chagua kama unataka kula saa 6 au saa 12 au utakula mlo mmoja tu. Ina maana utakuwa umefunga masaa 23. Nini kitachotokea kipindi hicho? Kile kipindi kirefu ambacho hujala. Mwili utaanza kutafuta chakula huko ndani. Sasa kama utakwenda kwenye ini, kama utakwenda kwenye kitambi, kama utakwenda kwenye hipsi, utachukua kile chakula, utakigeuza kiwe sukari, inaitwa gluconeogenesis, ili kukupa wewe energy. Mnakumbuka hata hiyo mitume huko nyuma ilikuwa ikitaka kufanya kitu cha muhimu sana, inafunga. Hata sisi tunafunga, kwa sababu fikira zako zinakuwa bora zaidi kile kipindi, ufanisi wako wa kazi. Na mimi nasema, mimi nawaomba sana, hebu ninalosema jaribisha kesho, lijaribishe kwa wiki tu. Angalia afya yako itakavyogeuka. Lifanye hilo, fanya la mazoezi, fanya la kuweza kupumzika, angalia utakavyo manage mashinikizo ya maisha kwa njia tofauti, kwa sababu mimi nia yangu kubwa twende kwenye kinga kuliko kutegemea tiba. Twende kwenye kinga kuliko kutegemea tiba. Ndivyo ambavyo anatuambia mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, Profesa Mohamed Janabi. Umesema kufunga. Mimi naweza kufunga kwa resma, lakini nafunga nikiomba. Yaani wakati na maombi yangu binafsi nafunga. Nitaanza asubuhi, nitakaa kweli mpaka jioni. Sasa sipungui bado. Au kuna makosa? Mimi na uhakika kuna makosa, kwa sababu nasema apungui. Ni sawa, kwa sababu kama unafunga mchana kutwa au umefunga hivyo vipindi, alafu wakati wa kula sasa unasema sasa nita revenge. Mimi naomba usifunge, utapoteza muda. Kwa sababu sasa inapofika kipindi cha kula, okay, sasa zile nyama zote, zile sukari, juisi zote, sasa hivi ndo nitalipiza, kwa sababu ile mchana sikula. Naanza wakati wa kufungua naanza na chai, kama tunasema kilainisha tumbo, tunaita starter. Ni imani tu, hamna inacholainisha. Na kuja chakula cha kawaida, lakini nashushia na juisi. Sasa unategemea uzito utashuka vipi na unajiongezea sukari hizo? Kwa hiyo kwa mfano nikiamua sasa nafunga kwa ajili ya hiyo mfumo wa maisha. Wakati ikifika jioni, natakiwa nifanyeje? Yaani nile mboga za majani, matunda, nitaweka samaki kidogo au kuku kidogo na wanga kidogo sana. Basi inatosha kabisa.